Kwa majina naitwa Ali Hamisi Ali na mimi ni mwanafunzi wa daktari kutoka katika Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka wa 5, na nitakuwa na mgeni wangu tukizungumzia kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Kwa majina naitwa Madawi William Martin, ni mwanafunzi wa daktari mwaka wa 5 kutoka katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza saratani ni nini? Saratani ni uvimbe ambao unakuwa bila kuwa na control ya mwili wenyewe. Kwa maana yake uvimbe unakuwa lakini mwili haukontrol uvimbe. Kwa ni uvimbe ambao hauhitajiki na hauna kazi yoyote kwenye mwili na una madhara mengine mabaya. Sasa na wakisema saratani ya shingo ya kizazi wanakuwa wanamaanisha nini hasa? Maana yake huu uvimbe unatokea kwenye mlango wa shingo ya kizazi. Maana yake ni ile shingo ya kizazi ambao huwa ipo mwanzoni kabisa kwa tunaelekea kwenye kizazi na ambao huwa inafunga kwa ajili ya kumzuia mtoto atoke wakati wa mimba. Kwa hiyo kansa inatokea maeneo. Wanafunzi wetu wa sayansi watatuelewa tukisema cervix. Cervix. Asante sana. Sasa watu wamekuwa wakijiuliza kwamba saratani ya shingo ya kizazi inasababishwa labda na mionzi ya jua. Wengine wanasema kwamba saratani zinasababishwa na kula vyakula vyenye kemikali. Vipi kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi? Sababu kuu hasa ni nini? Hivyo vitu ulivyovitaja vinachochea tu kama tayari mtu ana zile sababu tunasema risk factors. Hizo ni kama risk factors, lakini sababishi lakini kuna sababu maalum za mtu kuweza kupata saratani ya shingo ya kizazi. Ambapo sababu namba moja kubwa kabisa ambayo tunaisema sisi ni virus ambayo anaitwa human papilloma virus, HPV. Na wapo aina nyingi. Wapo aina nyingi lakini wale wa muhimu ni namba 16 na namba 18. Kwa hawa ni wa muhimu kabisa ambao wanaweza wakasababisha saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pamoja na kuwa na huyo virus kuna mambo ya kurithi. Kwa hiyo kama una chembe au dalili ambazo umeweza kuzirithi za saratani ya shingo ya kizazi kutoka kwa wazazi wako katika vinasaba vyako, lakini pia ukawa na huyu mdudu ambaye pia anasababisha saratani ya shingo ya kizazi ambaye ni HPV, unaweza ukawa upo kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata saratani ya shingo ya kizazi. Sasa huyu mdudu tunampataje? Tunampata kwa kufanya mapenzi katika umri mdogo. Ndio. Katika umri mdogo. Kwa ukifanya mapenzi au ngono katika umri mdogo unakuwa kwenye hatari sana ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Unakuwa unampata huyu virus. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, inabidi ufahamu pointi ya msingi. Saratani ya shingo ya kizazi inaambukizwa kwa njia ya ngono. Sasa twende tukajiulize. Na sio ngono tu, ni kufanya ngono katika umri mdogo. Kwa hiyo wadogo zetu waliopo katika chini ya miaka 18 wanaofanya mapenzi ovyo manake wapo kwenye hatari kubwa. Kwa maana ya kwamba sisi wanaume yule mdudu tunamtunza, hana madhara makubwa kwetu. Ana madhara mengine lakini hasababishi saratani ya shingo ya kizazi kwa sababu sisi hatuna hiyo shingo ya kizazi. Sahihi. Kwa hiyo atakachoenda kufanya mwanaume atampa huyu binti saratani, atampa huyu mdudu. Alafu baada ya miaka kadhaa ataweza kupata. Na hapo kumekuwa kuna swali moja zuri sana la kujiuliza. Watu wengi tumesema kwamba kufanya mapenzi katika umri mdogo, lakini cha ajabu watu wanaenda kupata kugundulika kwa wana saratani ya shingo ya kizazi wakiwa na miaka 30 na. Unalizungumziaje hilo Dr. Madaha? Hii iko hivi. Huyu mdudu aina ya HPV au virus ya HPV 16 na 18 utampata katika umri mdogo, lakini huwa anaenda kukaa kwenye zile seli katika lile eneo la shingo ya kizazi. Anakaa pale kwa muda mrefu akiwa sababishi madhara. Atasababisha madhara kidogo tu ambao huwa tunaita cervical intraepithelial regions. Sasa hizi regions hazina madhara makubwa kihivyo. Kwa hiyo mdada hata kuwa na zile dalili nyingi sana ambazo tunaziona kwenye saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo after miaka kadhaa au baada ya muda kadhaa kama miaka 10 kwenda 20 ndio hapo mwanamke atakuja na zile dalili za saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo kumbe kwa ujumbe moja kwa moja ni kwamba ukifanya mapenzi leo mwanamume akakupa huyo virus HPV, tunategemea utakuja kuleta dalili zako miaka 10 mpaka 15 mbele. Kwa hiyo ukipata maambukizi leo ukiwa na miaka 15, basi ukiwa na miaka 30 ndio utaanza kuziona dalili za kutishia zinazoambatana na saratani ya shingo ya kizazi. Tumsikilize Dr. Madaha sasa anatuambia dalili zitakuwa ni zipi daktari? Dalili moja hapo kubwa sana ya saratani ya shingo ya kizazi ni pamoja na kutokwa damu ukeni. Kwa hiyo mwanamke atakuja anatoka damu nyingi sana au kidogo. Na wengi wao inaweza kuwa ni mwendelezo wa siku zao za hedhi. Alikuwa anaenda siku 4-5, unashangaa mwanamke ana breed labda zaidi ya siku 7. Maana yake inaweza kaenda wiki 2 mpaka mwezi. Kwa hiyo ni dalili kubwa kabisa ambayo atakuja nayo huyu mwanamke. Lakini pamoja na hiyo dalili kubwa ambayo ni kuu, mwanamke pia huyu anaweza akawa na dalili nyingine nyingi
anaweza akawa pia anaweza akawa ameambatana na zile dalili nyingine za saratani kama kukonda. Kabla hatujafika huko Dr. Madaha, kuna kile ambacho wanachosema kwamba kutokwa na damu wakati wa tendo la ndoa. Hilo unalizungumziaje? Hii pia ipo tunaiona sana. Kwa hiyo mwanamke anaweza kaja pia analalamika kwamba anafanya mapenzi lakini baada ya mapenzi anaweza kawa anatokwa na damu sana ambayo inaambatana na maumivu. Kwa hiyo pia ni dalili. Ndio, na kwa kitaalamu wanaita postcoital bleeding. Na kama hiyo kansa ikisambaa zaidi tunategemea kupata dalili zipi kwa mgonjwa wetu? Kwa hiyo mwanamke atakuja na dalili mbalimbali ikiwemo anaweza akawa na shida ya figo ambayo inahusiana na masuala ya mkojo. Sahihi. Lakini pia anaweza, saratani ikisambaa sana inaweza kaenda kwenye mapafu, akawa na shida ambazo akawa na dalili ambazo zinaambatana na mapafu kama kukohoa na kadhalika. Inaweza kaenda kwenye mifupa, ikaribu mifupa, inaweza kaenda kwenye ubongo, ikaribu ubongo. Kwa hiyo mwanamke anaweza kaja kama amechanganyikiwa, tunaita confusion. Anaweza kaja na symptom ambazo ni za confusion. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba dalili za saratani ya shingo ya kizazi ambayo imesambaa zaidi zinategemeana na kule ilikosambalia. Kama imekwenda kwenye ubongo utakuja na dalili za kwenye ubongo. Kama imekwenda kwenye mapafu vivyo hivyo. Na tunatibu vipi sasa saratani ya shingo ya kizazi? Saratani ya shingo ya kizazi katika hatua za kwanza kuna hatua 4. Kwa hiyo zile hatua 2 za kwanza ukiwahi hospitalini unaweza kupewa matibabu, lakini pia uvimbe ule wakaweza kutoa na kuweza kukupa mionzi, au kuna dawa pia huwa tunatoa kwa ajili ya saratani za aina yoyote hiyo. Kwa hiyo tutakupa zile dawa au tukakutibu kwa kutumia mionzi katika hatua za mwanzo, lakini pia tukaizuia ili isiweze kusambaa katika maeneo mbalimbali ya mwili. Sahihi. Kwa hiyo aina nyingine, stage nyingine hizi namba 3 namba 4 huwa ni ngumu kidogo kutibika. Ndio maana tunawahitaji wanawake wengi waweze kufanya screening ili tuweze kuwagundua na kuweza kuzuia hii saratani isiweze kufika katika hatua ambazo ni za juu zaidi ambazo watazamaji watapata shida ukisema screening. Unamaanisha nini unaposema screening? Screening, tunaposema screening ya saratani ya shingo ya kizazi, maana yake tunataka wanawake ambao wapo kwenye umri wa miaka chini ya miaka 18 au ambao wako zaidi ya miaka 18 wote waweze kufanya screening. Yani maana yake tuweze kuangalia kama wana viashiria vya kuweza kupata saratani ya shingo ya kizazi, japokuwa hawana dalili na hawana ugonjwa. Kwa lugha nyingine tunasema ni uchunguzi wa awali. Ni uchunguzi wa awali ambao pia unaweza kuwa una dalili tukakuchunguza, na hata kama hauna dalili tukakuchunguza. Na ni kitu ambacho hakina madhara yote kwenye mwili na kinachukua muda mchache na hakina shida yote, na ni simple na haichukui muda mwingi. Sahihi. Na kumekuwa kuna maneno yakisemekana kwamba kuna chanjo. Unalizungumziaje swala la chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi? Ndio. Saratani ya shingo ya kizazi ina chanjo yake, ambayo pia inatolewa kwa mabinti ambao wanakuwa wapo kwenye umri ambao wana uwezo wa kupata saratani ya shingo. Kwa sera ya Tanzania wanasema ni kati ya miaka 9 mpaka 12. Miaka 9 mpaka 12 ambapo mashuleni imeshaanza kutolewa na wanatoa vizuri. Kwa hiyo kama unanisikiliza lakini pia una binti yako au una ndugu yako ambaye yupo katika range ya huo umri miaka 9 mpaka 12, unaweza kumshauri akafika hospitali kwa ajili ya kupata hii chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi. Na Watanzania watakuwa wanajiuliza, hivi chanjo hii wanalipia? Chanjo hii bure kabisa, unaipata katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya, lakini pia mashuleni zinatolewa sana na kampeni zinaendelea kutolewa na Jamhuri ya Muungano. Kabisa. Sasa Mheshimiwa Dr. Madaha William, mwito wako ni nini kwenye namna ya kujizuia watu wasipate saratani ya shingo ya kizazi, au kwa ujumla wito wako ni nini? Wito wangu katika jamii, kitu cha kwanza tuweze kuwashauri mabinti zetu ambao wapo katika umri wa miaka 9 mpaka 12, lakini pia na kuendelea mpaka 18, wasifanye mapenzi ovyo ovyo au ngono katika umri wa miaka hiyo, kwa maana ya kwamba wanaume sisi tunakuwa na yule mdudu lakini hatuletei madhara. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuwapa wakakaa nao, yule mdudu akakaa naye akaja akapata madhara katika ukubwani. Kwa hiyo unaweza ukaa uko vizuri, huna dalili yoyote, uko salama, lakini ushafanya mapenzi sana, yule mdudu unaye, kwa hiyo atakuja kuletea madhara mbeleni. Kwa hiyo screening ni kitu cha muhimu sana kwa hilo, lakini pia kuweza kufuatilia hizi huduma na elimu juu ya huu ugonjwa itasaidia sana jamii na chanjo ambayo tumeshaizungumzia. Na kwa kuongezea, daktari amesema ni kwamba tunawashauri mabinti, lakini pia wanamume au kwa lugha nyingine sisi wavulana ndio wasambazaji. Kwa hiyo sisi ndio ambao tunaita carrier, ndio tunaosambaza ugonjwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kumbe kwa lugha nyingine kwamba
ukiacha wewe mwanamume kusambaza ugonjwa huu, kuna uwezekano mkubwa kabisa ukasaidia kupunguza dada zetu kuathirika na saratani ya shingo ya kizazi. Neno la mwisho kwa watazamaji. Neno la mwisho kwa watazamaji, nawashukuru sana kwa kuangalia chaneli hii na kwa ajili ya kupata elimu juu ya saratani ya shingo ya kizazi. Tunawaomba waweze kuifikisha elimu hii kwa watu wengine, ili basi jamii iweze kunufaika na elimu ambayo sisi tunapata darasani, lakini pia inufaike kwa kuweza kupunguza vifo vya kina mama ili kuweza kusaidia jamii na kuongeza nguvu kazi ya taifa. Asante sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ambavyo tunavyozidi kukusihi na kukwambia usitoke katika channel yetu, na kwa kutunga mkono zaidi unaweza kusubscribe katika linki iliyopo hapo chini ili uweze kufuatilia na kupata notification mbalimbali pale ambapo tunapoweka video yote ile mpya. Lengo ni kwamba sisi ni wanafunzi na tunalenga kuisaidia jamii na kuelewesha jamii. Madaktari wana vitu vingi kichwani, lakini jamii haivifahamu. Kwa tunaamua kuvileta kwenye jamii kwa lugha nyepesi na inayoeleweka. Asante.